Leo nilikuwa nafuatilia vyombo vya habari, Mnyika anasema hapa katikati mwaka jana waliletewa pesa na wazungu milioni 900, lakini kwa sababu chama chao kilikuwa kimefungiwa kufanya shughuli, wale wazungu hela hizo wakazichukua zikarudi Ulaya. Kwa hiyo hawa wenzetu wanalipwa kila wakisababisha matatizo kwenye nchi, wanaposho, wanakula dola. Baadaye wanarudi jioni, mzungu anaambia vipi bana, katiba mpya? Oh yes, oh man, sawa, tumeshakinukisha huko. Ile nisomee hivyo. Nizungumze kuhusu hili la milioni 900 na kwamba linahusishwa labda na maandalizi ya maandamano. Kwanza mkumbuke kwamba jambo hili nilizungumza pale nje ya mahakama baada ya mwanasheria mkuu wa chama kusema kwamba Said Issa na wenzake kutokana na zuio la chama la siku 309 wameitia hasara kubwa chama kwenye magari, kwenye mali na kwenye fedha, na akasema ikiwemo fedha za kutoka kwa wafadhili. Kwa mimi nilipokuja kuzungumza nikaitoa tu maelezo ya nyongeza, kwa sababu sisi chama chetu tunazungumza mambo kwa uwazi ili umma ujue tunapozungumza fedha za wafadhili tunamaanisha nini. Nikasema kwamba Chadema ilikuwa inatekeleza mradi kwa ajili ya wanawake, mradi wa masuala ya jinsia ulioanza miaka kadhaa nyuma, na tumesaini mkataba kwa ajili ya mradi huo kufundisha wanawake uongozi na kufundisha wanawake masuala ya kijinsia na hata baadhi ya wanaume ambao wanaonekana kama gender champions na masuala mengine ya kutengeneza sera za masuala ya wanawake na jinsia na mambo yanayohusiana na hayo. Sasa tulipowekewa zuio la mahakama, kuna fedha ambazo zilikuwa zimeshaingia, na kipindi chote cha zuio, kwa sababu tulikuwa tuna mkataba, kuna fedha zikaendelea kuingia kwenye account. Ilipofika mwezi Disemba, kwa sababu ule mradi ulikuwa unaisha, ulikuwa ni mradi wa miaka mingi, ulikuwa umefika ukomo wake, serikali ya nchi husika kwa mujibu wa mikataba ya ukuzaji wa demokrasia na maendeleo ya wanawake imeweka masharti kwamba muda wa mradi ukifika pesa zinarudi. Kwa hiyo kutokana na masharti ya mkataba ambao sisi tumesaini, tukafanya utaratibu tu wa kurudisha pesa, kwa sababu Chadema si chama kinachovunja sheria, kinachovunja mikataba, kinachokiuka haki, kinachotafuna pesa iwe ni za wananchi au pesa za wadau wetu ambao ni washirika. Kwa hiyo tukarudisha hizo pesa. Kwa hiyo tulisema kama hasara ya kifedha ya moja kwa moja, ukiondoa hasara nyingine ambayo zuio la chama la siku 309 ilisababisha, sio kwa Chadema, kwa Chadema, kwa BAWACHA kwa maana ya wanawake wa Tanzania na Zanzibar, na kwa Tanzania, kwa sababu hizo pesa kama mafunzo ya wanawake yangeenda kufanyika huko wilayani, huko majimboni, huko wale wanawake ambao wamefundishwa wangefundisha na wengine, zile gharama za kufundisha kule na wale watu wanaoshiriki mafunzo wangetumia gharama huko mtaani, ingenufaisha wananchi katika maeneo mbalimbali. Kwa ni pesa ambazo ni za washirika wa maendeleo kwa nchi ya Tanzania na ziko kwenye mahesabu ya washirika wa maendeleo ya nchi ya Tanzania, ambazo zimepotezwa kwa sababu ya njama haramu ambazo zilihusisha ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na baadhi ya watu ndani ya serikali na hao waliotumika. Kwa hiyo tulisema hivyo kwa uwazi. Sasa hazihusiani kabisa na kinachoitwa maandamano ya mwezi ujao, kwa sababu ni mambo ambayo ni ya kipindi kilichopita. Lakini umezua mjadala kwa sababu kuna mtu mmoja wa CCM anaitwa Ali Hapi, nadhani ndio ambaye amezungumza akasema uongo kuhusu hizo fedha na kataka kujaribu kusema propaganda. Sasa mimi niseme mambo machache ya nyongeza tu. Kwanza, utaratibu huu wa vyama vya siasa kuwa na ushirikiano kimataifa katika miradi ya baadhi ya shughuli za mafunzo na ujenzi wa chama ni utaratibu wa kawaida. Hata CCM Ali Hapi awaambie Watanzania ukweli, ni mabilioni mangapi CCM kama chama inapata kwa ama vyama rafiki au taasisi za kimataifa za magharibi, kwa maana hao walioita wazungu, na za mashariki na za maeneo mengine. Aseme ni mikataba gani imeingia. Na katika hili, kwa sababu CCM katika nchi ya Tanzania ndio chama kinachotegemea sana fedha za nje
ukilinganisha na chama kingine chochote in terms of michango. Mimi nilishasema 85% ya matumizi ya Chadema ilikuwa ni ruzuku. 15 iliyobaki ndio mchanganyiko wa michango, ada za wanachama, michango ya wanachama. Masuala ya pesa kutoka nje za wadau ni haifiki hata 2%. Haifiki hata 2% ya gharama za uendeshaji wa chama. Sasa CCM ituambie, CCM iseme jengo la ukumbi wa Mwalimu Nyerere wa Jakaya Kikwete Convention Center Dodoma, ambao wamepewa msaada kutoka nje, waseme bilioni ngapi CCM ilipewa kujenga jengo la Mwalimu Nyerere Dodoma, na waliingia mkataba gani kujenga jengo la Mwalimu Nyerere. CCM iseme yenyewe CCM kama chama mwenyeji na vyama rafiki vyenye ushirikiano na CCM wamepewa mabilioni mangapi kujenga chuo cha Mwalimu Nyerere cha uongozi Kibaha. Waseme wamepewa pesa kiasi gani kutoka nje na wamepewa kwa masharti gani na kwa mkataba gani. Sisi Chadema tunasema mambo kwa uwazi kwa sababu tunajiamini. Hatuna wizi, hatuna masharti haramu. Ali Hapi kwa sababu ameamsha mjadala wa ufadhili wa fedha za uendeshaji wa vyama, awaeleze wa Tanzania, sababu yeye anaongoza jumuiya ya wazazi. Mwaka 2005 viongozi wa jumuiya ya wazazi na viongozi wengine wa CCM waligushi katika kashfa maarufu sana ya External Payment Arrears EPA. Waligushi nyaraka, wakaiba pesa benki kuu kwa ajili ya matumizi ya CCM na matumizi yao binafsi, jambo ambalo Mkapa katika kitabu chake ni kati aliyoyajutia katika maisha yake, kwamba wenzake CCM walimdanganya pesa ni kwa ajili ya CCM, kumbe pesa ni wizi wa kwao binafsi na watu binafsi ndani ya chama. Ali Hapi aseme Kagoda Agriculture Limited iliyochukua bilioni 40 benki kuu, 40 billion, Kagoda Agriculture Limited ilikuwa ni wakina nani? Pesa hizo zilikwenda kwa wakina nani? Ali Hapi aseme Deep Green, kampuni iliyochukua bilioni 10, Deep Green hiyo inaitwa Deep Kijani, kampuni yenye uhusiano na CCM, ilichukua benki kuu bilioni 10, zilichukuliwa na wakina nani? Zilitumika kwa kitu gani? Ali Hapi aseme nchi hii tulipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, Tume ya Nyalali ilipendekeza kwamba ili Tanzania iwe na usawa kwenye demokrasia ya vyama vingi, mali zote ambazo zilichangiwa na Watanzania wakati wa mfumo wa chama kimoja zirudishwe kwa serikali. Ali Hapi aseme majengo ya UWT, majengo ya umoja wa wazazi, UVCCM, CCM yenyewe, mali, viwanja na mali zote hizo. Ni kwa nini CCM imepora na endelea kujilimbikisa, alafu sisi ambao watu wetu, wazazi wetu na wengine miongoni mwetu wana Chadema walichangia wakati wa mfumo wa chama kimoja, tukisema hatuna rasilimali, tunataka rasilimali, anasema watu wa ombaomba watone tone. Sisi tutaendelea kuwa ombaomba na tutasema, ila tunataka kusema hizo mali za umma wanazirudisha lini? CCM ikipoa mali walizozipata kiharamu, CCM haina uwezo kabisa. Hata hii ruzuku ambayo Ali Hapi na wenzake wanafanyia ziara sasa hivi, ruzuku ya damu kwa sababu ya wizi wa uchaguzi wa 2025 na fedha nyingine za damu zilizochangiwa kwenye ukumbi wa Mlimani City na wafanyabiashara ambao Ali Hapi na wenzake wanapaswa kusema walikuwa na mikataba gani nao na maslahi yao gani kuingiza nchi katika matatizo tulioingia. Kwa hiyo kama anataka mjadala, huu mjadala ni vyema tukaujadili vizuri sana, huu mjadala wa CCM na uporaji wa rasilimali za nchi na CCM na uporaji. Huu mjadala tukiingia, mtakuta mpaka vituo vya vyombo vya habari. Kuna vituo vya habari CCM imepora kwa kutumia rights ambazo hazikuwa za kwao. Kuna miradi ya rasilimali, waandishi mkachunguze mradi unaoitwa Jitegemee wa makaa ya mawe. Una mahusiano gani na CCM na mikataba gani haramu ambayo CCM imeingia? Mjadala upanuliwe wigo wake, lakini sisi Chadema kwa sababu tunajijua kwamba ni wasafi,
tuna uwezo wa kusema vyanzo vyetu vya mapato hadharani na hatuvitumii kwa kitu chochote haramu. Chama cha Mapinduzi kimepata taarifa za kuaminika kwamba wenzetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wamefanya vikao vya siri kuhamasisha vurugu kwa kutumia maandamano ambao wanayaratibu. Umesema juu ya viongozi wetu wanaokamatwa katika maeneo mbalimbali, hali ya usalama ikoje na katika operation takwimu ziko kiasi gani? Kwanza takwimu, kwa sababu umeliuliza hili swali hapa sasa hivi, takwimu zitatolewa na kurugenzi yetu ya mawasiliano, na nielekeze tu kurugenzi ya mawasiliano ichakate takwimu za kanda zote ambazo tumeendelea kuzikusanya sasa hivi na kuweza kuwapa briefing waandishi kuhusiana na idadi ya waliokamatwa. Lakini umesambaa maeneo mbalimbali ya nchi. Kitu ambacho kinaashiria sio matukio isolated, sio matukio ya bahati nasibu. Ni mpango wa vyombo vya dola dhidi ya Chadema. Na mpango huu umechangiwa na taarifa za uongo ndani ya vyombo vya dola vyenyewe. Na hili nilianza kulisema kuanzia siku moja kabla ya kesi ya Lissu. Ilikuwa ije tarehe 11. Nilifanya mkutano wa waandishi pale nikasema kwamba tarehe 11 kuna njama zinapangwa. Siku ile ilikuwa watu wakamatwe kwa wingi kweli kweli pale mahakamani, sababu ni pattern ya matukio. Sasa inaendelea maeneo mbalimbali, na kwanza tuambie jeshi la polisi lisitishe hiyo kamata dhidi ya viongozi wa Chadema. Sababu taarifa wanazoziita za kiintelijensia wanazozitumia ni taarifa za uongo. Na badala yake wamkamate Kenan Kiongosi aliyesema anajua kuna kikao cha Chadema kimekaa mahali fulani kupanga vurugu. Ili Kenan Kiongosi akalieleze jeshi la polisi hicho kikao cha Chadema kilikaa wapi, kiliwahusu akina nani. Tunataka kuona Kenan akihojiwa akikamatwa na jeshi la polisi, kwa sababu ndio amesema taarifa mbele ya vyombo vya habari za uongo kabisa. Na tunataka msajili wa vyama vya siasa ambaye anaziandikia barua Chadema kila wakati kwa mambo ambayo hayana maana yoyote. Tunataka kusikia msajili amechukua hatua gani kwa taarifa kama hiyo ambayo imetolewa kwa umma. Kwa hiyo